Kwa majina ni Joseph Ngware Ng'ang'a, mimi ndio MCA Molo, na ningependa kuchukua nafasi hii kusema ya kwamba maandamano ya jana ni maandamano ambayo hayakuenda vizuri, ni maandamano ambayo hayakuweza kufikia lengo la wale ambao walikuwa na andamana. Mimi kama kiongozi wa Molo ningependa kusema tulihuzunika sana wakati nilisikia kijana mdogo wa shule wa miaka 17 amepigwa risasi. Hiyo kitu iliweza kunifanya nikakuwa na huzuni mwingi, na ninajua Gen Z walikuwa na yale mambo ambayo walikuwa na andamana ndio waweze kuwafikia ama ndio serikali iweze kusikia. Lakini wakati maandamano iliendelea, maandamano haikwenda kwa ile njia ambayo labda walikuwa wamepanga. Kuna mambo mengi sana ambayo yalifanyika Molo, kuna maofisi ziliweza kuchomwa, magari za kaunti zikaweza kuchomwa, na uharibifu mwingi sana ukaweza kufanyika pale Molo. So kama kiongozi wa Molo, ninasema hiyo ni mambo ambayo hayakuwa yametarajiwa, na kwa sababu ilifanyika vile ambavyo hayakuweza kuwa imepangwa. Kwa sababu wakati Gen Z walikuwa wanafanya maandamano wakati wa asubuhi, wao walikuwa wanafanya maandamano ambayo ilikuwa ni ya amani, lakini iliweza kwenda ikakuwa ni maandamano ambayo hayakuwa ya amani. Kwa hivyo ninasema serikali iko na jukumu la kuweza kusikiza wale ambao walikuwa wanaandamana. Wale ambao walikuwa genuine demonstrators, hao ndio ambao wanastahili kusikizwa na serikali. Kuna wale ambao hawakuwa genuine, wale ambao walienda kuchoma maofisi huko Molo. Hao ni watu ambao ni wahalifu na ni watu ambao wanastahili kuchukuliwa hatua kali. Lakini wale ambao walikuwa naandamana kwa sababu kitu ya kwanza ni mambo ya tax. Na hii maandamano ilikuwa ni kufuatilia ile maandamano ambayo iliweza kufanywa last year wakati wa finance bill. Na waliweza kufanya maandamano ambayo ilikuwa ni kubwa, ambayo ilikuwa ni ya kupinga finance bill. Jambo la pili ambalo wa Gen Z wamekuwa wakipigania freedom na safety ya kila Mkenya. Kwa hivyo mimi kama kiongozi ninaweza kushirikiana na wao sana katika mambo ya kupigania freedom of expression na pia kupigania haki za wale ambao wanadhulumiwa na mikakati ambao serikali inaweka ambao ni ya kuumiza mwananchi wa kawaida. Kuna hii mambo ya finance bill, hii mambo ya kupandisha bei ya kuishi ama hii mambo ya kupandisha the cost of living. Kwa hakika mwananchi wa kawaida anapitia mashida ambazo ni nyingi. Tunajua kabisa serikali inastahili kupata tax ndio iweze kurun system za serikali. Lakini haistahili ati kuovertax mwananchi ati ndio waweze kufanya mambo ambazo wamepanga kuzifanya katika zile budget ambazo wamepanga kuzifanya. Kwa hivyo mimi ninasimama na Gen Z wa Molo, na ninasimama na wao kwa sababu si wao peke yao, ni Kenya mzima kuliweza kufanywa maandamano. Kuliweza kufanywa maandamano kwa sababu wako na kero ambalo linawaumiza. Wako na kitu ambao inawaumiza. Mimi naomba president wetu, kwa sababu yeye ni muungwana, yeye ni mzazi kama mimi, aweze kukaa chini na hawa Gen Z ndio aweze kujua shida ni nini. Ni nini hii inafanya wanatoka vile ambavyo waliweza kutokelezea jana na kuweza kufanya maandamano ambayo ilikuwa ni kubwa kama yenye tulisikia siku ya jana. Kiongozi yeyote, hata president yeye mwenyewe, ni kiongozi ambaye anastahili kuwa mtu wa kusikiza. Anastahili sasa kuwa mtu ambaye atapanga mpango ya kuweza kuelewana na hawa wenye wanaandamana. Hawa wenye wanaandamana hawawezi wakaandamana bila kuwa na sababu ya kuandamana. Wanaandamana kwa sababu wako na sababu. Kwa hivyo zile vitu ambazo zinaumiza, zile vitu ambazo zinafanya wanaamuka mapema kwenda kufanya maandamano, hizo ndizo vitu ambazo president wetu anastahili kusikiza, na kwa sababu tunajua ako na uwezo, kwa sababu yeye ndiye baba wa taifa, aweze kusuluhisha zile shida ambazo Gen Z wanapitia na Wakenya pia wanaweza kupitia zile shida ambazo wanapitia. President aweze kusuluhisha kwa sababu tunajua ako na uwezo na tulimpea uwezo wakati tulimchagua. Na tuliweza kuona kuna
kuna vile ambavyo serikali iliweza kusisitiza mambo ya live coverage. Na hiyo maneno ninasikia iliweza kufanyika masaa kutoka saa 7 masaa ya mchana hivyo. Na baada ya hiyo live coverage kuweza kusimamishwa, hapo ndipo mambo iliweza kufanyika, mambo ambayo hayakuwa mazuri. Hapo ndio wakati kuliweza kupatikana na watu wengi sana ambao waliweza kufanya looting katika masupermarket na kuchoma vitu sana sana mali ya serikali. Tunaweza omba president wetu aweze kusikia venye Wakenya wanasema, kwa sababu Wakenya wako na right ya kujua nchi yao inaendelea namna gani. Kwa hivyo watu wa media wanastahili kusapotiwa hata na serikali ndio waweze kufanya hizo coverage vizuri, ndio waweze kujua ni nini inaendelea katika nchi yao. Kwa hivyo tunaomba president siku ingine wale ambao waliweza kusimamisha hiyo mambo ya live coverage wasiweze kupatiwa hiyo nguvu ya kusimamisha, kwa sababu wakati walisimamisha, wakati huo ndio mambo iliweza kufanyika kinyume na matarajio ya wale ambao walikuwa wanaandamana.